Hivi tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, yako maelekezo na taratibu nyingi ambazo hivi sasa wana CCM pamoja na wananchi wengine wanapaswa kuzifuata tunapojielekeza huko. Na hivi karibuni pia tumeshuhudia tangazo lako ukiwataka ama ukitaka kamati ya siasa ambao wao huenda wanataka nyadhifa fulani hasa kuelekea kwenye uchaguzi, basi wafuate utaratibu, ikiwezekana kuachia nyadhifa zao hizo ili mwisho wa siku apatikane mtu mwingine atakaye kuwepo kwenye ile nafasi yake kutenda haki, hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi. Nini dhamira ya wito wako ule ambao uliutoa? Karibu katibu. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza ni shukuru kwa kuja ili kuweza kupata maelekezo sahihi ya chama chetu. Ndugu mtangazaji, sisi chama chetu kinaendeshwa kwa katiba na kanuni, na hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi tunazo kanuni za aina mbili. Kuna kanuni ya uchaguzi ndani ya chama, lakini kuna kanuni ya uchaguzi ndani ya vyombo vya dola. Hizo na katiba yetu ambayo ndio inatuongoza. Kwa hiyo katika kipindi hiki, kama uliona tangazo ambalo nimelitoa, ni kwamba kuanzia ratiba yetu ndani ya chama inatuonyesha kuanzia tarehe 28 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 2 tutaanza kutoa fomu za wanachama wanaohitaji kugombea kwa nafasi ya udiwani au bunge. Kwa maana udiwani wa kata, udiwani wa viti maalum, lakini pia ubunge wa jimbo na ubunge wa viti maalum. Sasa ili tuweze kutenda haki ndani ya vikao, sababu tuna vikao vya mapendekezo na vikao vya uteuzi. Kanuni yetu, kanuni ya uchaguzi ndani ya CCM ibara ya 8, ibara ya 22 na ibara ya 23 zinatuelekeza kwamba wajumbe wa vikao ambavyo ni vikao vya mapendekezo na uteuzi wanatakiwa kutoa taarifa na kujiondoa katika vikao hivyo, kushiriki katika vikao hivyo wanapokuwa ni wagombea, ili waweze kutoa nafasi ya wajumbe wa vikao hivyo ambao sio wagombea kuwajadili na kufanya uteuzi. Kwa tangazo langu lile ni kwa maelekezo na ratiba ya chama chetu. Maelekezo yaliyotolewa na halmashauri kuu ya CCM ya taifa yanaelekeza kwamba kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 5 ya mwezi wa 6 wale ambao wanataka kugombea nafasi hizo ambao ni wajumbe wa vikao hivyo, aidha ni wenye viti au wajumbe wa vikao hivyo au makatibu, wanatakiwa kuandika barua kwa ngazi inayohusika kutoa taarifa ya kujiuzuru nafasi zao hizo kwa muda kupisha uchaguzi kama wagombea. Kwa hiyo nilitoa lile tangazo kwa maelekezo hayo ya ngazi za juu kwamba tarehe 1 hadi 5 tupate, kama ni wagombea udiwani basi waandike barua kwa katibu wa CCM wa kata, lakini nakala ije kwa katibu wa CCM wa wilaya. Kama wanagombea ubunge hali kadhalika waandike kwa katibu wa CCM wa wilaya ili tuwafahamu. Na tumeweka muda huo, umeweka halmashauri kwa kwamba tarehe 1 hadi 5 wakishafahamika kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 15 vikao vitakao jaza nafasi zao hizo ambazo watakuwa wameziacha, kama itaonekana namba ya wanaogombea imeathiri akidi ya vikao vya mapendekezo na uteuzi. Kwa hiyo ni vizuri wakafahamika mapema ili sasa zile nafasi zao zikajazwa. Kwa mfano sisi kwenye chama, kama kuna wajumbe wa kamati ya siasa ya kata wanataka kugombea na wameonyesha nia, kwa nafasi zao zile itakaa halmashauri kuu ya CCM ya kata kupata wajumbe wengine wa kamati ya siasa kwa idadi ile ile sawa na wale waliotoka kwenda kugombea udiwani. Halikadhalika kwenye wilaya vile vile, kama kuna watu wanagombea ubunge lakini wanagombea pia udiwani, lazima wapishe
na tupate watu wengine ambao watajaza zile nafasi, ili akidi ya vikao vile vya kamati za siasa ambao ndio vikao vya mapendekezo isiweze kuathiriwa na wale watu waliokwenda kugombea. Lakini ni jambo jema tu kwamba haiwezekani ukawa mgombea na ukakaa tena kwenye kikao cha kujijadili au kuwajadili wengine. Hiyo inakuwa sio haki katika chama chetu. Kwa hiyo wanapisha mchakato mzima mpaka kura za maoni zitakapoisha, mpaka tutakapofika tarehe 20 ya mwezi wa 8, kama mchakato itakuwa imekamilika yote ndani ya chama chetu na tumeshapata wagombea watakao kuwa wamepigiwa kura za maoni na kuteuliwa na vikao. Kwa hiyo sasa pale ndio wanaruhusiwa kurudi katika nafasi zao na kuendelea na shughuli za nafasi zao za uongozi. Kwa hiyo hayo ni maelekezo ya chama chetu na kufuata kanuni za chama chetu tunapoelekea kwenye uchaguzi, ili kila mwana CCM aweze kutendewa haki. Katibu, tunajua haya ni maelekezo na mara nyingi wanasema sheria zinawekwa ili zivunjwe, kwa mujibu wa baadhi ya watu wakisema hivyo. Lakini vipi kwa wale watakaye kaidi? Sasa ndio maana tumetoa maelekezo mapema, na kama mtu anataka kufanya hivyo anatakiwa kuyatekeleza. Kwenye chama chetu hatuishi kama Kambale kwamba kila mtu ana sharubu, baba, mama na watoto. Lazima utekeleze yale ambayo vikao. Tena kikao kilichotoa maelekezo haya ni kikao kikubwa kabisa cha halmashauri kuu. Kwa sababu sisi ndani ya chama chetu tunasema pamoja na kanuni zinazoongoza uchaguzi, lakini pia tutatii na kufuata maelekezo yatakayotolewa na katibu mkuu au na vikao vya juu kwa utekelezaji wa shughuli za uchaguzi. Kwa hiyo atakaye kaidi basi na vikao pia vitafanya maamuzi kulingana na ukaidi wake. Unaiona hali ya siasa kwa jimbo la Kiteto? Labda tunapoelekea kwenye uchaguzi, unaona kama kunaweza kuwa na changamoto yoyote? Mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri. Unajua mara nyingi wakati wa uchaguzi kunakuwa na changamoto zinajitokeza kulingana na pressure na mihemko ya wanachama na wagombea wanaotarajia kugombea au watiania. Lakini kwa jimbo letu, kama utakumbuka, sisi tumefanya ziara, mimi nimefanya ziara na secretariat yangu kwa ajili ya kwenda kutoa maelekezo ya uchaguzi, ambayo ile ziara imenichukua kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 27. Kwa hiyo tumetembelea kata zote 23 na tumewakuta wanachama na viongozi na wajumbe ambao wanatajwa kwa mujibu wa katiba kwa ajili ya kushiriki kura za maoni. Kwa hiyo tumeelekezana wanaotaka kugombea watulie, wafuate taratibu, lakini pia viongozi wengine na wajumbe wafuate taratibu pia. Kwa hiyo hali ya kisiasa kuelekea kwenye uchaguzi kwenye jimbo letu bado ni shwari. Maeneo machache ambayo yanatokea changamoto ndogo tunazishughulikia na kutoa maelekezo na mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo hali ni nzuri mpaka sasa.